Kujuza story mojawapo ambayo imeweza kushika vichwa vingi vya habari ama imeweza kuwashtua wengi na kushangaa kwamba how come issue inakuwaje kwaje, inawezekanaje, amewezaje? Lakini ndio iko hivyo. Na huyu bwana ameweza, ambayo nimekusogezea story kutoka kule kwa wenzetu India, ambapo benki moja wapo kutoka nchini India iliweza kuleta balaa fulani hivi, kizaazaa ambacho kizaazaa hicho kilimpelekea mwanaume mmoja kusababisha kwenda kufukua kaburi la dada yake ambaye alikuwa na kitita cha pesa benki, na huyu bwana alienda benki akihitaji kutoa zile pesa za dada yake, lakini benki waliweza kumzuia kwamba hauwezi kutoa pesa hizo za mtu kwenye akaunti yake ambayo yeye hayupo kwa wakati huo, na sisi wewe hatukutambui. Kwa bwana alisema hizo pesa ni za dada yangu na dada yangu ameshafariki, lakini watu wa benki walikuwa hawakumwamini na akamwambia ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo yule bwana alichokifanya ni kwenda kufukua makaburi la dada yake na kubeba mabaki yaliyopatikana ndani ya kaburi hilo na kuyapeleka benki kama uthibitisho kwamba yeye na marehemu ni mtu na dada yake, hivyo na kudai zile fedha ama kitita cha pesa kilichokuwa benki aweze kupewa. Kisa cha kushangaza na cha kushtua kimetokea nchini India baada ya mwanaume mmoja kuripotiwa kuchimba kaburi la dada yake aliyefariki na kwenda na mwili wake hadi benki kufuatia mgogoro wa fedha uliodumu baada ya kifo cha dada yake. Na kwa mujibu wa taarifa za awali, mwanaume huyo alifika katika tawi la benki akiwa na mwili wa dada yake ambaye alifariki dunia wiki chache zilizopita, akidai kuwa alichukua hatua hiyo baada ya benki kumkatalia kutoa fedha hizo zilizokuwa kwenye akaunti ya marehemu. Inadaiwa kuwa benki ilisisitiza taratibu za kawaida za kifedha zinazotoka mmiliki wa akaunti ajitokeze mwenyewe au kuwepo nyaraka rasmi za uthibitisho wa urithi kabla ya fedha kutolewa. Hali hiyo ilielezwa kumkasirisha na kumchanganya zaidi ndugu huyo ambaye baadaye alichukua hatua isiyo ya kawaida kabisa, hatua ambayo ndio kutoka kuambia kwamba aliamua kurudi makaburini, akachimba kaburi, akafukua na kubeba mwili wa marehemu dada yake na kuwapelekea watu wa benki kuwaonyesha uthibitisho kwamba yeye ni ndugu na marehemu. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa kwa wafanyakazi wa benki na wateja waliokuwepo eneo hilo, ambapo walishindwa kuamini kile walichokishuhudia kwa macho yao. Baada ya tukio hilo kuripotiwa, polisi waliitwa haraka na kuchukua hatua za kuzuia hali hiyo, huku uchunguzi ukianza kubaini mazingira halisi yaliyopelekea tukio hilo la kushangaza. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema tukio hilo linaonyesha changamoto kubwa zinazoweza kujitokeza kati ya mifumo ya kibenki na uelewa wa wananchi kuhusu taratibu za mirathi na matumizi ya fedha za marehemu. Wito umetolewa kwa taasisi za kifedha kuongeza elimu kwa wananchi kuhusu namna sahihi ya kushughulikia akaunti za watu waliofariki ili kuepuka matukio ya aina hii yanayoweza kusababisha mshtuko na aibu katika jamii. Lakini hayo ndio ambayo yaweza kutokea, ndio yaliyoweza kutokea, lakini mwisho wa usiku ikaweje? Mwanaume mmoja kutoka wilaya ya Kionja amefanikiwa kupata fedha zilizokuwa kwenye akaunti ya dada yake ambaye ni marehemu baada ya kupitia changamoto kubwa na benki kutokana na kukosa nyaraka muhimu. Hii taharuki iliweza kuibuka mapema sana, lakini baada ya polisi kuingilia kati, kuhangaika huku na kule, kimeenda kimerudi, mwisho wa siku kwamba huyu bwana baada sasa kupeleka uthibitisho huo na polisi kuingilia kati, kuhangaika pale, huyu bwana alifanikiwa kupewa
fedha, ambapo aliweza kupewa fedha ambazo zilikuwa kwenye akaunti ya dada yake ambaye ni marehemu, baada ya kupitia changamoto kubwa na benki kutokana na kukosa nyaraka muhimu. Jetu Munda ndio bwana ambaye aliweza kufukua kaburi la dada yake na kupeleka mwili benki. Alikaa kwa wiki kadhaa akijaribu kutoa kiasi cha rupia 20,000 kilichokuwa kimehifadhiwa na dada yake aliyefariki tarehe 26 Januari. Hata hivyo, kila alipoenda benki aliambiwa hawezi kupata fedha hizo bila kuwa na cheti cha kifo pamoja na nyaraka za kuthibitisha urithi huo. Kutokana na kutokuwa na elimu ya kusoma na kuandika na pia kutoelewa taratibu za kupata nyaraka hizo, alijikuta akirudi nyumbani bila mafanikio mara kadhaa, licha ya kueleza kuwa dada yake tayari alikuwa ameshazikwa. Katika hatua ya kushangaza, Jetu aliamua kwenda benki akiwa na mabaki ya mwili wa dada yake, kama ambavyo nimetoka kukwambia, ambao ni aliweza kuzua taharuki, lakini lengo kubwa lilikuwa ni kupeleka yani sasa nyaraka alizoambiwa apeleke, akaamua apeleke sasa maiti, kwamba maiti ndio nyaraka za kwenda kumthibitisha kwamba yeye ni ndugu na marehemu na yeye ndio mrithi wa fedha hizo, ambapo alikwenda nazo benki akiwa na mabaki ya mwili wa dada yake ni kama ushahidi wa kifo na kuthibitisha kwa yeye ndiye anastahili kurithi mali hizo. Tukio hilo lilizua mjadala mkubwa kwa wananchi na kuvuta umakini wa mamlaka husika pamoja na mitandao ya kijamii. Baadaye polisi walifanya uchunguzi na kuthibitisha kwa Jetu ndiye mrithi halali na hivyo kuharakisha mchakato wa kukamilisha nyaraka zake. Benki ilikubali kutoa fedha hizo pamoja na riba, huku Jetu pia akipata msaada mwingine wa kifedha. Mabaki ya marehemu yalizikwa tena kwa heshima kwa msaada wa viongozi wa eneo hilo. Kwenye nia, wahenga wanasema pana njia. Kwa hiyo mwamba alionyesha nia ya mimi nazitaka hizi fedha za dada yangu, nazitaka, na Mwenyezi Mungu pia akamwonyesha njia kwamba fedha hizi ni haki yako baba, utapewa tu. Namna hiyo. Bakia, hii ni Jamvini.